Hatimaye Marekani kukamilisha makubaliano makubwa kati ya Marekani na Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Mheshimiwa Andrew Rance Ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 8 Disemba 2025. Pamoja na masuala mengine waliojadiliana kuhusu ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa, kijamii pamoja na miradi mbalimbali ya maendeleo baina ya Tanzania na Marekani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha pamoja na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Mheshimiwa Andrew Rance Ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 8 Disemba 2025. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo amefanya mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Rance katika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, ili kujadili maendeleo muhimu ya ushirikiano na kuimarisha dhamira ya pamoja ya kujenga ushirikiano wa kisiasa na wenye manufaa kwa pande zote mbili. Balozi Rance aliyefuatana na mshauri wa masuala ya kisiasa, uchumi, amesisitiza dhamira ya Washington kuhusisha mahusiano ya kuongeza kina la ushirikiano wa uchumi, siasa na kiusalama kati ya mataifa haya yote mawili. Marekani imejitolea kujenga ushirikiano usiotegemea misaada, bali unaojengwa juu ya ustawi wa pamoja, alisema Balozi Rance. Mazungumzo yamejikita katika hatua za majadiliano ya miradi mikubwa inayoongozwa na kampuni za Marekani. Pande zote mbili zimekubaliana kuwa majadiliano ya miradi miwili ya kimkakati, mradi wa LNG na ule mradi wa Tembo Neck, yote hayo yamefikia hatua ya mwisho kabla ya kutiwa saini rasmi. Uwekezaji wa tatu, mradi wa Mahenge Graphite, unaendelea kufanyiwa uchambuzi wa kiufundi. Rais Samia ameukaribisha upya uhusiano wa Marekani na kuhakikishia kuwa ujumbe huo kuwa Tanzania itaendelea kusimamia hatua zote zilizobaki ili kukamilisha taratibu za kufungua njia ya utekelezaji wa miradi hiyo. Kama taifa lisilofungamana na upande wowote, Tanzania iko wazi, tayari imejitoa kufanya kazi na washirika wote wanaoheshimu uhuru wetu na kushiriki katika dira yetu ya maendeleo, alisema rais. Miradi hii ya umuhimu mkubwa kwa taifa na tumejidhatiti kuikamilisha ili iweze kufungua ajira ya uwekezaji na ustawi endelevu kwa wananchi wetu. Rais pia alibainisha kuwa zaidi ya makampuni 400 za Marekani kwa sasa zinafanya shughuli zao nchini Tanzania, kiashiria cha udhibiti wa nchi, mazingira mazuri ya uwekezaji, historia ya muda mrefu ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa haya yote mawili. Ndugu msikilizaji, taarifa hii ni kwa uchache kati ya yale mengi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameongea na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania Ikulu Chamwino Dodoma.
mpaka kufikia hapa kwa muda huu, niseme asante sana kwa kunisikiliza. Hivyo kama bado haujasubscribe, fanya usubscribe chaneli hii. Ukisha subscribe utakuwa ni wa kwanza kuwa unapokea notification katika kila kazi zetu ambazo tutazokuwa tunazipandisha hewani. Usisahau kutoa maoni yako juu ya taarifa hii.